ni Machi 27 mwaka huu, ambayo imewaleta pamoja wananchi wa wilaya Kyerwa katika zahanati ya Rwabwere kutoka katika maeneo mbalimbali ya kata za Rwabwere, Nkwenda, Itera na maeneo mengine jirani ya kata hizo, lengo ikiwa ni kunufaika na huduma ya upimaji wa magonjwa mbalimbali ikiwemo macho, tiba viungo na huduma za utengamao kwa watoto wenye ulemavu, shughuli ambayo imeratibiwa na uongozi wa shirika la kuhudumia watu wenye ulemavu wilayani Karagwe CBIDO kwa ngazi ya kata ya Rwabwere, kama msimamizi wa kata ya Rwabwere na Songambele anavyosema. Ninaitwa Eliudi Alphonse Kanyemile, ninafanya kazi na shirika la CBIDO. Mimi kwa wilaya Kyerwa ni mratibu wa shughuli za shirika huku kwa kata ya Rwabwere na Songambele. Kwa leo tulikuwa na outreach clinic tulioifanya hapa zahanati ya Rwabwere. Tumeifanya ya kata nzima ambayo tuliratibu kuanzia ngazi ya kata tumeshirikiana na kamati za vijiji na kamati ya kata inayosimamia mradi wa Pamoja Program. Pamoja Program ni mradi tunaoutekeleza sisi shirika la CBIDO kwa kushirikiana na serikali ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa na wananchi wa kata ya Rwabwere. Tumeifanya leo hii, tumewaleta watoto na watu wote wenye ulemavu kata nzima ambao wamekuja kukutana na madaktari ambao wana uhitaji wa shughuli mbalimbali kulingana na utengamao wao. Wamefika, wamehudumiwa, lakini wananchi wote ambao walikuwa na tatizo la viungo, wana tatizo la macho, wana tatizo la kupima kipimo cha ultrasound, wana tatizo la afya ya akili, wote wamehudumiwa leo na kila mmoja ameridhika. Miongoni mwa wananchi waliopata huduma wanatoa shukurani zao kwa shirika la CBIDO. Kwa jina naitwa Rodia Ngane, natokea Mbeya. Mtoto wangu alikuwa na shida ya kusimama, kuongea, kutembea. Baada ya kufika hapa tumepokelewa vizuri na mengine tumeelekezwa namna ya kufanya. Mwanzoni wakati sijajua hii huduma, alikuwa hawezi kukaa, alikuwa hawezi kuongea, alikuwa hawezi kujirisha wala kusema chochote. Kwa majina naitwa Respicius Rugemalia Julius Meru, natokea Nyamta Kaina, maeneo ya Rambikilizi. Nimefika hapa Rwabwere zahanati kwa ajili ya kupata huduma ya macho, kwani macho yana uoni hafifu. Nilipofika kweli nimepokelewa, nimepimwa na nimepewa miwani kwa ajili ya kusomea vitabu mbalimbali. Kwa majina naitwa Samsoni John Katono, ni mwenyeji wa Itera, kijiji na kata Itera. Kwa hiyo kwa leo nimefika hapa nikiwa na mtoto ambaye ana tatizo la ulemavu wa mikono, ana viungo alizaliwa ni mlemavu wa viungo vya mikono. Kwa hiyo alipozaliwa tulimpeleka Bukoba Kagondo, akatibiwa pale, wakamnyoosha mikono. Kwa hiyo alivyorudi kufanywa cheka, walituambia tumrudishe kwa mara nyingine, tukamrudisha mpaka leo. Naona mtoto anaendelea vizuri, lakini kwa taarifa ya leo nimekuja hapa, wahudumu tumeonana, wakamwangalia mtoto. Kwa hiyo wanasema tatizo alilobaki nalo mtoto anarudi tena Bukoba, amerudisha tena Kagondo. Emmanuel Benedict Rosio ni mtaalamu wa tiba viungo kutoka shirika la CBIDO. Amehimiza wanawake kujiepusha na vitendo vya unywaji pombe kipindi cha ujauzito ili kuepuka kujifungua mtoto mwenye ulemavu. Kuna tabia nyingine kwenye jamii yetu, mzazi akikaribia kujifungua anaambiwa anywe nguli half liter ili mtoto atoke akiwa msafi. Sayansi yenu ni nzuri kabisa na ni ya ukweli kwamba mtoto atatoka akiwa msafi, lakini utakuwa umemsababishia magonjwa ya afya akili, lakini utamsababishia kuchelewa katika hatua zake za makuzi. Sawa? Na ngozi itakuwa inababuka. Unaweza mtoto amezaliwa unampaka baby care kopo zima, lakini baada ya muda mfupi mtoto amekauka. Kwa sababu gani? Nguli inakuwa ina kemikali ambayo inaenda kukausha mafuta asili ya mtoto. Kwa hiyo tabia tuiache. Sawa wazazi? Na mtoto akiwa tumboni anachokitumia kizuri kinamsaidia mtoto kukua, lakini akitumia kitu kibaya kama bangi na dawa za kulevya, mtoto pia anaathirika. Ndio maana tuna siku hizi akizaliwa hata ukimpa nguli anafanya kama vile ni soda, kwa sababu tayari umeshamnyosha akiwa wapi? Akiwa tumboni. Naye Bridget Hathaway kutoka nchini Uingereza, ambaye ni mwasisi wa shughuli za utengamao kwa watu wenye ulemavu zinazotekelezwa na CBIDO, ameshauri jamii kutobagua kundi hilo. Kitu ambacho nataka kusema ni
mambo ya ulemavu sio kuwatenga, sio kitu cha kutengwa. Sawa. Ina maana kama mtu amezaliwa na ulemavu, hii sio kusema sasa huyu hawezi kufanya chochote. Hapana. Kila mtu amezaliwa, aliumbwa na Bwana Yesu. Sawa. Kwa hiyo hatuwezi kusema huyu tunamtenga. Hapana. Tunakaribisha wote katika familia ya Mungu. Nikiripoti kutoka katika kata ya Rwabwere, wilayani Kyerwa, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media Online TV.